Ulitarajia ushindi kwa Yanga Princess? Yes, nilitarajia kwa sababu hata ungefuatilia Yanga Princess walivyokuwa wanacheza kule Arusha kwenye Samia Cup, ungejua tayari timu imeimarika. Tulivyocheza kwenye mchezo wa ngao ya jamii kwenye ligi hapa, tulipata upepo wa kupata draw, tukajikuta tumepotea kwenye mfumo, lakini kitimu kiukweli Yanga Princess tuna timu. Hapo Harriet alikuwa yuko jukwani, hapo kuna baadhi ya wachezaji hawakuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo nadhani ushindi, mimi mpaka nakuja uwanjani niliamini Yanga Princess itapata matokeo na tumepata matokeo. Na mwenendo wa kipindi cha pili kwenye huu mchezo, Yanga tunapaswa kuondoka tukiwa vichwa chini. Kwa nini tumekosa magoli mengi? Kuna surprise attack tulifanya kama 3-4 hivi, mbili zingeweza kuzaa magoli lakini tukashindwa, lakini kwa sababu tulikuwa tushapata goli hivyo mechi imemalizika, tumepata alama 3. Tunampongeza pia kocha Edna Lema, amefanya kazi nzuri sana. Unajua dhamani timu tulikuwa tunayo, kocha hatuna, kocha tukamuondoa tukakosa timu. This time amekuja, tumempa wachezaji kama kina Jenny, kina Adbise, kina Harriet, na timu unaiona ina flow kabisa. Unaona hapa timu ya mpira wa miguu ipo ya wanawake, na kwa mwenendo huu ligi inayokuja, kwa sababu ligi ya wanawake ukiangusha alama 2 alama 4 unakuwa automatically umejitoa kwenye ubingwa. Kwa zile draw za mwanzo, kama Yanga tutachukua ubingwa kwenye ligi ya wanawake msimu huu itakuwa ni miracle, kwa sababu watu washaangusha tu alama 3 na wakaokosa ubingwa. Kwa hiyo nadhani kwa msimu ujao tunajipanga zaidi kuchukua ubingwa, kwa sababu msimu huu bado tunajenga timu. Baada ya Simba kuna JKT Queens pia mtakutana naye kwenye mzunguko huu wa pili. Pengine nao unaona mkienda kupata ushindi? JKT Queens alikuwa ni mpinzani wetu kule Arusha kwenye mchezo wa finali, tukambabua goli 3-0. This time kwenye ligi nadhani tutakuja kucheza naye fair. Unajua kwenye ligi si hakuna tunachotafuta, ilikuwa tu ni kumsimamisha Mai achukue ubingwa na huko ametufunga, inakuwa ipendezi. Kwa hiyo sasa hizi hata akichukua ubingwa sisi tumemsimamisha. Kwa hiyo nadhani huo mchezo wa Yanga na JKT Tanzania, JKT Queens, si ndio? Sidhani kama ni mchezo wa kiushindani tunaochukulia mashabiki mchezo wa kawaida. Anaposimamishwa Simba, JKT uko mbele hata akitufunga fresh. Yaani mimi kwenye msimu huu bora tukose wote kuliko Simba Queens wapate. Kwa hiyo huo mchezo hata sio mkubwa kama huu wa leo. Sisi tushamaliza kazi kwenye ligi ya wanawake, tunaandaa timu yetu kwa ajili ya msimu unaokuja. Issue ya kasi mmeipeleka TFF kasi kwa ajili ya kudai pointi zenu 3. Yaani hao TFF ukiwatamka na hisi kama yani masikio yangu yanafanya kwa sababu ndio wanaharibu mpira wa Tanzania. Leo umesikia hapa mwamuzi amepuliza kipenga cha mwisho, mashabiki wameanza kudundana. Hii sio kwa sababu ya mchezo huu kwamba Simba sisi tumewafunga goli moja mashabiki wanapigana. Hii inasababishwa na chuki ambazo ziko ndani ya TFF. Tukiongea wanaanza kutupigia simu, unamtukana president, unafanya nini? Wapi maelezo yapi ambao au video ipi ambayo inaonyesha sisi Yanga tunamtukana president? Wala hakuna sehemu kwenye katiba ya TFF inasema kipengele president should be above the law. Kwa hiyo kama president anakosea, tunamkosoa kiungwana. Tusitishwe, tunamkosoa kwa sababu tunaona madhaifu. TFF ndio mzizi wa kila kitu. Mwanzo tulikuwa tunadhani ni bodi ya ligi, lakini baada ya juzi Waleskaria kuja kukaa kwenye media na kuongea kauli kama zile, tuliamini kabisa sasa hizi pressure sio hata bodi ya ligi, ni pressure kutoka TFF. Kwa sababu hata kwenye mchezo ukirudi mchezo wa tarehe 8 mchana alipigiwa simu Mzee Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, alisema mechi ipo. Boimanda tulimsikia asubuhi kwenye baadhi ya vituo vya redio anasema mchezo uko pale pale ukiacha vurugu za jana, lakini saa chache mbele tunaona bodi ya ligi wenyewe tena wamegairisha mchezo. Kwa hiyo inaonyesha kuna pressure kutoka TFF, na TFF ndio mzizi wa kila kitu. Nimeona pia baadhi ya watu mtandaoni wanajaribu kusifia. Yaani tuache kuendekeza uchawa. Hauwezi kukaa eti kwenye peji yako sio kwenye kipaza sauti unasifia kwa sababu eti rais wa shirikisho amefanya sio mambo makubwa kwenye mpira wa Tanzania, sio timu za taifa zimefika robo finali, sio zimeshiriki, sio tumeandaa mashindano. Hivi ni vitu ambavyo havifanywi tu na president. Na kwangu mimi rais wa mpira wa nchi hii TFF namuona kama ceremonial leader, simuoni kama kiongozi ambaye eti kwamba ndo mtendaji kweli kweli. Na ndio maana kwenye bodi ya ligi kuna mtu kama CEO, kuna mtu kama afisa habari, ndio maana kuna chombo kingine huru cha bodi ya ligi. Kwa hiyo kwangu mimi kuanza kukaa kwenye mic kusifia si rais wa TFF amefanya nini, ni ulimbukeni tu jasho wanavuja kina Kapombe, kina Baka, kina nani hao wanakuja kuipambania timu ya taifa afu nakuja kutoa tu pongezi kwa mtu tu amekaa juu. Kwa kwangu mimi hata hayo mafanikio ni ametokea tu kipindi cha uongozi wa Karia, ila haja play part yoyote ile. Mmeipeleka sasa TFF CAF, mnaona nafasi yenyewe kushinda kwenye kesi hiyo? Yanga tujasema tumewapeleka TFF CAS. Na barua zimepeleka. Yanga mpaka sasa hizi wajaweka wazi wamemshtaki nani CAS. Kwa hiyo unaposema tumewapeleka TFF, sijui unataka kuzua taharuki, lakini sisi tunachojua timu yetu imeshapeleka kesi CAS. Hatujui ni ya TFF, hatujui ni ya bodi ya ligi, hatujui ni ya Simba, hatujui ni ya nani. Ila tunachojua viongozi wetu sasa hizo washapeleka kesi CAS na tunasubiri majibu. Hivi mchezo wakisema unarudishwa tena labda tarehe fulani, nyie Yanga mtakubali kucheza huo mchezo tena? Only option sisi Yanga kukutana na vigagula wa Modewiji msimu huu.
ni kwenye FA. Mbali na hapo hatuna mechi nyingine ya kucheza. Kwa tayari pointi 3 mnazo. Nakwambiaje, only option ya kukutana na vigagula wa Mo Dewji kwenye ligi kuu ya NBC haipo. Option iliyobakia ni kwenye FA na tuna imani Mai wetu aweza akakimbia FA. Nilipokuwa nawaambia 8 18 28 madunduka watoki. Nadhani leo mmeamini timu yao wanawake tumeipasua. Nadhani sisi sasa tunajiandaa kucheza na Simba msimu unaokuja kwenye ligi. Kama kwenye FA watakuja inshallah, wasipokuja nayo ni hewala, lakini kwenye ligi sahau Yanga kucheza na Simba. Kila la heri. Shukrani sana. Waungo pointi 3. Kwanza poleni kwa mchezo. Na mlitegemea labda pengine kupoteza mchezo wa leo? Hapana. Kila kocha pamoja na timu kwa ujumla wanapokuja uwanjani, cha kwanza ni pointi, hawaangalii magoli. Wanaangalia ni pointi 3 kwa sababu hii ni ligi inaendelea. Yanga ni timu ya 3 katika ligi hii ya wanawake, Yanga Princess. Simba Queens ni timu ya kwanza katika ligi, tumewapita JKT, timu ya kwanza katika ligi tumewapita JKT kwa pointi 2. JKT hapo bado hajacheza mchezo mmoja. Hajacheza mchezo mmoja, maana yake akishinda hiyo mechi yake anakaa juu kwa pointi 1. Maana yake mimi ninachoomba kama mzee wa Ungo wa pointi 3, nimetoka Kilindi, ni rais wa Kilindi, ni rais wa heshima nilopewa katika wilaya ya Kilindi. Mimi ninachoomba mpira wa matokeo matatu. Cha kwanza kabisa mpira wa matokeo matatu. Kuna kufungwa, kuna kushinda na kuna kutoa sare. Tumefungwa, tumeadhibiwa kwa kosa letu moja tulilofanya. Maana yake kocha atajua alipokosea wapi, ataenda kukaa na wanawake na wakina dada wale, ataelekeza, ligi bado inaendelea. Mimi ninachoomba mashabiki tusiwe na jazba katika mechi hizi. Hii ndio timu yetu, amecheza vizuri. Na mechi tumeiona, boli limetembea kweli kama Mgunda anakuambia boli limetembea na boli limetembea kweli. Tumewakosa sana kuliko wao walivyotukosa sisi, lakini wao walipata chance moja wameitumia. Maana mimi ninachoona ni moja ya mchezo, na kingine ninachopenda kuwapongeza Yanga kwa mchezaji wao namba 10. Ana umbo fulani kama Aucho. Yule mchezaji bonge la mchezaji. Kwanza ana mwili, ana uwezo wa kutuliza mpira. Mimi ninachoomba Mo Dewji bosi wangu, mwaka huu vunja kibubu niletee yule katika wanawake, atatusaidia. Umeelewa? Alivyomleta Pressures. Kama alivyomleta nani? Pressures, unashona vizuri. Mimi ninachoomba Mo Dewji, hela zako ingiza kwa wanawake nao. Ligi ya wanawake nao sasa hivi imeanza kupamba moto. Sasa hivi ukiangalia unaweza kusema wale wanaume au wanawake. Mimi ninachoomba mashabiki wa Simba na Yanga tuongee mpira kama vitu tunavyoongea. Lazima tuongee sports. Lakini unakuja shabiki wa Yanga, wewe maneno mengi unaiandama Simba, unaiandama bodi ya ligi. Hiyo ligi haitakiwi hivyo. Maana yake matusi na maneno machafu mtandaoni ya nini? Haya